Mungu amesema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Watu wote wanatakiwa tuheshimu ndoa. Kwa nini tunatakiwa tuheshimu ndoa? Tunatakiwa tuheshimu ndoa kwa maana kwenye ndoa ndio sehemu ambayo Mungu anafanya uumbaji kwa sasa hivi. Zamani alifanya uumbaji kwa namna nyingine, sasa hivi anafanya uumbaji kwenye ndoa. Ndio maana akasema eneo hili la ndoa na liheshimiwe na watu wote. Eneo la ndoa ndio eneo ambalo Mungu anapatikana hapo kwa wingi zaidi. Yaani uwepo wa Mungu unapatikana kwa wingi zaidi katika maisha ya binadamu. Ndio sehemu ambayo Mungu anatembea na binadamu kupitia agano la ndoa. Lakini leo hii kwenye ndoa nyingi kumekuwa na tafulani, heshima hakuna tena. Mwanaume anaweza akaishi anavyotaka yeye, mwanamke anaishi anavyotaka yeye, mwanamke anafanya anavyotaka yeye, mwanaume anafanya anavyotaka yeye, watoto wanafanya wanavyotaka wao. Ukishaona tu katika namna hiyo, jua ya kwamba hii ndoa haiheshimiki. Ndoa imekuwa kama kijiwe cha kuvutia bangi ama kama baa ya kuuzia pombe. Ndoa imekuwa na vurugu kama soko lililojaza watu wengi, na dalili kuu ya kwamba ndoa imepoteza heshima, cha kwanza utaanza kuona wifi anakuwa na sauti juu ya mke wa kaka yake. Ukiona wifi anaanza kuwa na sauti juu ya mke wa kaka yake, jua kabisa hiyo ndoa imeshapoteza baraka za Mungu. Hiyo ndoa imeshapoteza heshima. Mungu amesema hii ndoa iheshimiwe na watu wote, lakini leo hii utakuta wifi anakuwa na sauti juu ya ndoa ya kaka yake. Anaweza ataka mfokea wifi yake, akamwambia wewe sijui na nini, nataka mwache huyu, maneno. Mkwe anakuwa na sauti. Ukiona tu ndoa yoyote mkwe ana sauti, jua hiyo ndoa ilishakufa. Mkwe hatakiwi awe na sauti juu ya mke wa mwanaye ama mume wa mwanaye. Mkwe hatakiwi awe na sauti. Ukianza kuona tu wajomba wanakuwa na sauti kwenye ndoa yako, mashemeji wanakuwa na sauti kwenye ndoa yako, wanapewa nafasi ya kusikilizwa kwenye ndoa. Hatakiwi mtu yoyote apewe nafasi ya kusikilizwa zaidi ya mume na mke na Mungu. Ili agano linalohusu pande kuu tatu tu, mke, mume na Mungu. Ndoa ndio sehemu ambayo Mungu anaenda kufanya maongezeko ya kuongeza dunia. Lakini leo hii ndoa zimekuwa kama baa ama grocery ama sehemu ya kufanya mambo ya kihuni. Ndoa zimekuwa kama dangulo, mume kwenda huku kuchukua mwanamke mwingine sawa, mke kwenda huku kuchukua mwanamke mwingine sawa. Kwa sababu gani? Ile eneo la ndoa limeshapoteza heshima. Ukiona kila mtu anafanya vile anavyotaka yeye, jua kabisa hilo eneo linaenenda tofauti na Mungu alivyoagiza. Mungu alisema ili eneo na liheshimiwe na watu wote. Ukianza kuona kwenye ndoa, marafiki nao wanakuwa nafasi ya kuongea, wanakuwa washauri wa ndoa, majirani nao watakuwa washauri wa ndoa, mara watoto nao watakuwa washauri wa hiyo ndoa. Ndoa ikianza kushauriwa na kila mtu inapoteza mwelekeo. Ndoa ni sehemu ambayo haitaki vurugu. Ndoa ni sehemu ambayo inahitaji utulivu wa kimungu ili Mungu aendelee kufanya uumbaji katika hiyo ndoa. Lakini leo hii ukianza kuona ndoa inashauriwa na kila mtu, kila mchungaji, kila shehe, kila mganga, ujue hiyo ndoa ishapoteza utukufu wa Mungu. Hiyo sio ndoa. Ndoa ni agano ambalo linatakiwa liheshimiwe na kila mtu. Sehemu ambayo Mungu amesema iheshimiwe na iheshimiwe, aliyesema ni Mungu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, isije kwa mkwe, isije kwa wifi, yoyote aheshimu hii ndoa, kwa maana ndoa ni agano la mke na mume. Kwa hiyo na iheshimiwe na watu wote. Msemaji mkuu katika ndoa ni wanandoa pamoja na Mungu, sio watu wa pembeni. Ndugu hamtakiwi kuwa wasemaji kwenye ndoa, ndugu hawatakiwi kuwa washauri wa ndoa. Leo hii unaweza kukuta ndoa ina vikao kama chama cha siasa, kila siku ni vikao. Ukiona ndoa inakaliwa vikao, ujue ishapoteza utukufu wa Mungu. Watu wanapoingia kwenye ndoa wanatakiwa wasikose hela ya kula, wasikose sehemu ya kulala, wasikose pesa ya kuhudumia familia, watoto kusomesha, school fees, school bus, wasikose pesa ya mavazi, wasikose huduma zote za kijamii. Mkiona mpo kwenye ndoa alafu mnakosa ama huduma za kijamii, chakula na mengineyo mnayapata kwa shida, jua kabisa hiyo ndoa ilishapoteza utukufu wa Mungu. Kuna shida kwenye ndoa yenu. Mkiona tu riziki zenu mnazipata kwa shida, jua katika ndoa yenu kuna shida. Mkishakuwa katika ndoa, mnatakiwa muishi maisha ya baraka. Nawaambia siri moja, watu wengi waliofanya vyema kwenye ndoa, kwa maana imeandikwa, je, ukifanya vyema hutopata kibali? Kwa maana ukifanya vyema kwenye ndoa lazima upate kibali, lazima upate baraka. Na ukifanya ovyo kwenye ndoa lazima upigwe na laana nzuri kabisa. Ndoa inaheshimiwa na watu wote. Je, ukifanya vyema kwenye kibali hutapata mahitaji yako? Yaani hutopata baraka zako? Kuna watu, Mungu akasema ndoa inaheshimiwa na watu. Kuna watu hawaheshimu ndoa. Watu wote ambao hawaheshimu ndoa huwa wanapigwa na Mungu mwenyewe. Kuna watu leo hii wamepigwa na upofu kwa sababu ya kutoheshimu ndoa. Kuna watu leo hii wamepigwa na maradhi ya figo. Kuna watu leo hii wamepigwa na ajali, wamepigwa na kansa kwa kutokuheshimu ndoa. Yaani katika eneo la ndoa ambalo Mungu amesema ni
lote liheshimiwe. Ukienda kuleta mizaa utapigwa. Watu wote ambao hawaheshimu ndoa mwisho wao unakuwaga ni mbaya. Hakuna mtu ambaye haheshimu ndoa yake alafu akawa na mwisho mzuri. Hakuna mtu wa hivyo. Watu wote ambao hawaheshimu ndoa zao mwisho wao unakuwaga ni mbaya. Mwisho wao unakuwaga ni mauti. Mwisho wao unakuwaga ni magonjwa. Mwisho wao unakuwaga ni ajali. Mtu asiyeheshimu ndoa hata aking'atwa na mbu tu ataumwa miezi mitatu. Mtu asiyeheshimu ndoa hata akijikwaa tu kucha lazima ikatike, na akifanya mchezo kidole kitaoza. Mtu asiyeheshimu ndoa kitu kidogo tu figo imefeli. Mtu asiyeheshimu ndoa kitu kidogo tu inaweza hata ajali kidogo, tumemwaga kidogo pup ainuki huyo, lazima akazikwe. Watu wasioheshimu ndoa kuna laana kubwa imekaa juu yao, inawatafuna pasipo watu wao kujua. Leo mnaona kuna mtu anaumwa aponi anakufa, kuna mtu akipata ajali aponi anakufa. Yaani ni Mungu anawapiga wale watu wasioheshimu ndoa. Watu wote ambao hawaheshimu ndoa mwisho wao unakuwa ni mbaya. Ukikaa kwenye ndoa yako alafu usiheshimu ndoa yako, labda unasaliti, unafanya vitu vya ovyo ovyo, mambo ya ovyo ovyo kwenye ndoa, sehemu ambayo Mungu yupo, sehemu ambayo Mungu ndo anafanya uumbaji, sehemu ambayo Mungu ndo anaongeza dunia, sehemu ambayo watu wanazaliwa, sehemu ambayo watu wanalelewa, wanakuwa, wanaenda kuanzisha familia na kozi zinaongezeka. Wewe unaenda kufanya mizaa. Hiyo sehemu ni muhimu sana katika uwepo wa binadamu. Watu wengi leo hii mmeziharibu baraka zenu kwa sababu ya kutokuheshimu ndoa. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Waefeso 5:22, Waefeso 5:25. Waefeso 5:22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Watiini waume zenu. Mwanamke ili aweze kuishi maisha ya amani hapa duniani lazima amtii mume wake. Mwanamke ili uweze kufanikiwa katika maisha yako lazima umtii mume wako. Mwanaume ili mambo yako ya biashara na kazi zako ziende vizuri lazima umpende mke wako. Mwanaume ili uweze kuona mafanikio yanatokea kwa wingi kwenye maisha yako lazima umpende mke wako, kwa maana upendo ndo funguo ya kufungua milango yote ya baraka iliyofungwa, yanafunguliwa na upendo. Ndio maana Mungu akisema Mungu ni pendo, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila atakayemwamini asipotee bali aupate uzima wa milele. Watu tulikuwa tumepotea, upendo wa Mungu umeturejesha. Upendo wa binadamu unaweza kusababisha chochote kije katika maisha yako. Pesa zije. Watu wengi wanatafuta pesa na hawazipati. Wanatafuta pesa kwenye mazingira magumu. Wanaume wengi wanatafuta pesa kwenye mazingira hatarishi. Kwa sababu gani? Wanaume wengi hawana upendo kwa wake zao. Ndio maana wakitaka pesa wapati kwa wakati. Ukimwona mwanaume yeyote ameshindwa kwenye maisha yake, ujue mwanaume hampendi mke wake. Ukimpenda mke wako, ukisema tu nafanya hiki nipate hela, unafanya na pesa inakuja. Kama Mungu alivyosema, na iwe nuru ikawa nuru. Ukisema na iwe pesa itakuja. Kazi yoyote utakayoifanya kama unampenda mkeo mwanaume, naomba mnisikilie wanaume. Mwanaume kama unampenda mkeo kwa dhati na unamheshimu mkeo kwa dhati, kazi yoyote utakayoifanya utafanikiwa. Pesa haitakutesa wala kukusumbua kama lakini unampenda mkeo kwa dhati. Na mwanamke kama unamtii mume wako, hauwezi kwenda leba ukapasuliwa tumbo. Ukiingia utapushi. Asilimia kubwa ya wanawake wengi wanaopasuliwa tumboni sio watii kwa waume zao. Mtanisamehe lakini asilimia kubwa ya wanawake wengi wanaosumbuliwa na uvimbe tumboni sio watii kwa waume zao. Wanaume wengi wanaosumbuliwa na tezi dume hawana upendo kwa wake zao. Hizi ni siri ambazo sijui. Ndio siri zinazotesa binadamu yoyote ayafanyaye mapenzi ya Mungu. Ndio maana Mungu anasema hivi kwenye Warumi 8:28, Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Wampendao, maana kukimpenda Mungu utazishika sheria zake na utazifanya kwa uaminifu. Yeye anakupatia mema, hutopata mabaya. Watu wengi leo hii wanapitia mazingira magumu sana katika maisha yao kwa sababu ya akili zao. Watu wengi wanatumia nguvu kubwa kufanya vitu ambavyo vile vitu vitakuja kusababisha maumivu baadaye. Anatumia akili nyingi kufanya kitu ambacho hicho kitu kitakuja kumletea maumivu ama kumuua. Anatumia akili nyingi na upendo mwingi kufanya hivyo vitu. Lakini watu hawatumia akili nyingi na upendo mwingi kufanya vitu ambavyo vitasababisha baraka ama kesho yao iwe nzuri ama waishi maisha mazuri ama wafanikiwe. Watu hawatumia akili nyingi na upendo mwingi. Lakini watu wanatumia akili nyingi na upendo mwingi na muda mwingi kufanya vitu ambavyo vinasababisha maumivu kwenye maisha yao, na vitu ambavyo vinawapa kesho ngumu na kesho yenye maumivu na chungu na kesho mbaya. Mungu kasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kama wewe ni wifi unashindwa kuheshimu ndoa ya kakako, mke wa kakako unashindwa kumheshimu, unaleta mdomo karefu kama chupa ya soda kwenye ndoa ya kakako, kwa mke wa kakako, wewe wifi utapigwa na presha na kisukari. Mungu atakupiga
na figo kufeli, atakupiga na ajali ufe, Mungu atakusukumiza uanguke uzikwe. Hiyo eneo la ndoa Mungu akasema liheshimiwe na watu wote, kwa maana unapokosea adabu kwenye, unapovunja heshima kwenye ndoa, unamvunjia heshima Mungu. Ukimvunjia heshima Mungu unashughulikiwa hapo hapo. Watu wengi wamepoteza maisha kwa kutoheshimu ndoa zao. Katika ndoa nyingi wanaume wengi wamepoteza maisha kwa sababu gani? Ubabe na mifumo dume kwenye ndoa zao. Asilimia kubwa ya wanaume ambao wameacha wake zao wajane walikuwa wababe, hawakuongozwa na upendo. Ukitaka kufa mapema mwanaume, kuwa mbabe kwenye ndoa yako, unazikwa mapema, kwa maana uhai wa mwanaume unategemea nguvu na uwepo wa mwanamke. Unapomfanyia vitendo vya ukatili na unyama na ubabe mwanamke, utoboi kwenye maisha.